kisha hape ni mambo ya Tunduma hayo. Shanga kuwape ni mitaa Tunduma. Shanga kuwape ni mitaa Tunduma. Leo tunaangazia machafuko makubwa yaliyoitikisa taifa jirani la Tanzania, hasa jijini Dar es Salaam. Maandamano, vurugu, vifo na amri ya kutotoka nje vimezua maswali makubwa kuhusu mustakabali wa demokrasia nchini humo. Sisi ni Watanzania wapenda haki wa nchi hii. Sisi tumezaliwa katika nchi hii, hatuna nchi nyingine. Tunaandamana kwa sababu uchaguzi si wa haki. Sababu tuliokuwa tunawataka kwanza hawapo. Wameweka watu wao. Sijapigwa, lakini nimepigishwa magoti na familia yangu pasipo na sababu, na kosa silijui, lakini nimejitetea nikiwa ndani. Jamani, hapa pana amani, kaambia toka nje. Na kama msipotoka nje, tutawapigia mimoshi, mtoke na mabomu ya machozi. Nini tupigwe risasi na wakati tunaandamana maandamano ya haki? Kwa nini tupigwe risasi? Kwa hicho kitu sisi tunapinga. Na hii issue haiishi leo wala kesho. Paka ikubarike. Unatazama Inside Kenyan Politics na leo ikiwa ni Tanzanian Politics. Tarehe 29 Oktoba, Watanzania walienda kupiga kura katika uchaguzi mkuu, lakini badala ya amani, mitaa mingi iligeuka uwanja wa maandamano. Sababu kuu, wapinzani wanadai uchaguzi haukuwa huru wala wa haki. Wanasema wagombea wakuu wa upinzani, hasa kutoka chama cha Chadema kinachoongozwa na Tundu Lissu, walinyimwa haki ya kugombea. Kuna madai kuwa serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan ilianza kuwazuia wagombea muhimu, ikafanya uchaguzi uwe wa upande mmoja. Wengine wanasema huu si uchaguzi bali ni taji la Rais Suluhu. Dar es Salaam, maeneo ya Kimara na Ubungo yaligeuka uwanja wa mapambano. Mabasi yalichomwa moto, kituo cha mafuta kiliwaka na polisi walitumia risasi za moto kuwatawanya waandamanaji. Mashahidi wanasema angalau watu wawili wamepoteza maisha, mmoja akiwa raia na mwingine afisa wa polisi. Jeshi la polisi liliwatawanya, lilitangaza amri ya kutotoka nje kuanzia saa 12 jioni, huku jeshi likitumwa mitaani. Mtandao wa interneti ulipunguzwa kote nchini. Serikali inasema ni hatua za usalama, lakini wakosoaji wanasema ni jaribio la kuzima sauti za wananchi. Nengatronics inaungua muda huu. Ukifika muda msosi shikupudi kwa Shilole. Wakenya si kitu tunaomba Wakenya, mkisikia Rais Samia Suluhu ametangazwa eti ndio rais, tunaomba Wakenya muandamani, tutaonyesha njia ile mtapita kuingia Tanzania, tutaonyesha njia ile mtapita, mje mtusaidie tumtoe kwa mamlaka. Saizi tumeamua tumpatie Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mwanasheria na mwanasiasa maarufu, mwenyekiti wa chama cha upinzani Chadema. Amejulikana kwa ujasiri wake katika kupinga ukandamizaji wa kisiasa na kushinikiza mageuzi ya kikatiba. Pa mabomu basi nendeni mkalale mshughulikiwe na CCM. Watu wanaoogopa huwa wananyanyaswa. Mnaniambia, mnanielewa? Ukiogopa mabomu, kalala nyumbani kwako usubiri kuchunwa ngozi na CCM. Tuache visingizio. Tuache nini? Hii tutakamatwa, tutafanya nini? Ndio. Kama utaki kukamatwa, acha kulalamika. Acha kulalamika ukinyang'anywa ardhi, acha kulalamika ukibanwa ziwani, usilalamike kabisa kwa sababu unaogopa kukamatwa. Mnanielewa?
tuache visingizio. Nchi haikombolewi kwa maombi. Nchi haikombolewi kwa kupiga magoti na kumuomba Mungu. Inakombolewa kwa mapambano. Mnanielewa? Mnaogopa? Mwaka huu April alikamatwa na kufunguliwa mashtaka ya uhaini baada ya kuongoza kampeni iliyoitwa No Reforms No Election, akisisitiza hakuna uchaguzi bila mageuzi kwa wafuasi wake. Lissu ni alama ya matumaini na ujasiri kwa serikali, ni tishio. Kukamatwa kwake, kuzuiwa kwa chama chake na mazingira ya uchaguzi yamekuwa chanzo kikuu cha hasira zilizolipuka. Unaona, hii ni hadi ya magari ya Mwigulu Mchemba ya Esther. Yote watu wameyateketeza moto. Tanzania kwa muda mrefu imekuwa mfano wa amani barani Afrika, lakini hali hii inaonyesha mambo yanabadilika. Kukosekana kwa uwazi katika uchaguzi kunatishia siasa za ukanda huu mzima wa Afrika Mashariki. Hii si hadithi ya Tanzania pekee, ni onyo kwa mataifa yote yanayojaribu kuzuia sauti za wapinzani. Wataalamu wanasema ikiwa maandamano haya yataendelea, yanaweza kuathiri uchumi, uwekezaji na hata uhusiano wa kidiplomasia. Walizani hatuwezi kwa mamake. Choma! Tia moto! Walisema hatuwezi, choma! Kwa siasa hali ni tete. Serikali imetangaza amri ya kutotoka nje, jeshi limewekwa mitaani na wananchi wanalia kwa haki na uhuru. Swali kubwa ni je, Tanzania itaweza kurejelea utulivu bila kukandamiza demokrasia? Nipe maoni yako hapo chini. Unadhani mustakabali wa Tanzania uko wapi? Hii ni Inside Kenyan Politics. Usisahau kusubscribe kwa uchambuzi zaidi wa kisiasa Afrika Mashariki. Asante kwa kutazama. Tuko na loli sambamba bila kuchoka. Unajua demo baya.